Alituahidi kabisa kwamba atarudi hapa. Na tunamshukuru sana, amerudi, anawapenda sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kile mlichokionyesha barabarani, tunawashukuruni sana 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 kwa umoja na mshikamano mnaoendelea nao katika eneo lenu. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama Taifa, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Taifa, kwanza awali ya yote nikwambie kabisa, mimi kama mbunge mwenzako niliyekuwepo mwaka 2015 mpaka 20, ambaye najua utamu wa kuwa mbunge, nimekubali no reform no election katika nchi hii. Na ninaamini Watanzania wote kwa umoja wetu tumeunga mkono sauti ya chama, kwa sababu tunaamini chama kinazungumza kwa niaba ya wananchi wa Tanzania. Ndugu zangu, amezungumza hapa Mheshimiwa Dr. Slaa, amesema katika haki kubwa ambazo zipo duniani kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haki ya kwanza ni haki ya kuishi. Haki ya pili ni haki ya mtu kuchagua kiongozi anayemtaka ili aweze kumuongoza. Sasa jeshi la polisi, nataka niwaambieni, hamuna uwezo wa kuiokoa CCM hapa ilipofikia. CCM ni sikio lililokufa, haliwezi kusikia dawa. Kwa hiki mnachokifanya, mnaendelea kupanda mbegu mbaya ambayo haiwezi kuiokoa CCM kwa hapa ilipofikia. Ili CCM iweze kuokolewa, ni lazima itekeleze wajibu wake wa kuwahudumia wananchi. Miaka 63 serikali ya CCM imefeli. Hata mngeipa miaka 100, Chama cha Mapinduzi hakiwezi kuwahudumia Watanzania. Kwa sisi tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba no reform no election inatekelezwa kwa sauti kubwa na kwa vitendo katika nchi hii. Na tunataka tuambieni serikali ya CCM kumkamata Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wetu wa Chama Taifa. Mnafikiri mnaififisha Chadema? Chadema ni mpango wa Mungu, tutaendelea kukomaa mpaka kieleweke katika nchi hii. Mimi mnayeniona nazungumza hapa ni mwanga mkubwa wa chaguzi za Tanzania. Nimepoteza watu wengi sana pale Tunduma. Mwaka 2019 na 20 tulipoteza watu zaidi ya 8 kwenye mji wa Tunduma. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa tumepoteza kijana wetu, ndugu yetu Chalamila ameweza kupoteza maisha kwa sababu ya uchaguzi feki ambao unafanyika na jeshi la polisi. Ambao unafanyika na jeshi la polisi pamoja na Chama cha Mapinduzi. Hivi jeshi la polisi, haiwezekani nyinyi mmepewa majukumu kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kulinda rasilimali za watu na kulinda watu wenyewe. Moja ya rasilimali za watu wa Tanzania ni pamoja na uchaguzi, kuchagua kiongozi wanayemtaka ili akawatumikie. Watanzania wanakosa maendeleo kwa sababu ya kuendelea kuibeba serikali ya CCM na kuendelea kuibia uchaguzi, kwa sababu haya mambo yanafanyika peupe kabisa. Nashangaa katika mashtaka waliompa Lissu, wanasema utatueleza kwa polisi waliiba wapi uchaguzi. Tunaweza tukawapa ushahidi, klipu ziko wazi, polisi anadumbukiza kula kwenye sanduku la kula. Klipu ziko wazi, klipu zinazunguka. Lakini pia kama haitoshi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hapa tulipo kuna mjumbe mmoja aligombea upande wa Chadema, leo wamemwapisha upande wa CCM, eti ni mjumbe wa CCM, wamekwenda kuandikisha CCM. Yaani CCM wamekosa hata watu wa kugombea, mpaka wanaamua kuchukua watu wa Chadema na kuwapa nafasi za uongozi. Chama kimekwisha, kiwezekani. Jeshi la polisi mmeshachelewa. Washaurieni Chama cha Mapinduzi kwamba akiwezi kusimama tena kwa miguu yake yenyewe. Sasa hivi Watanzania wameshakikataa, na sasa hivi hakiwezi kuongoza Watanzania. Tunahitaji kuongoza nchi hii. Tunahitaji kufanya mabadiliko. Wana malali, vilio vyenu mnavolia kila siku, ondoeni Chama cha Mapinduzi. Na kama hakitaki kuondoka kwa sababu ya kula, kitakuja kuondoka kwa nguvu, kwa sababu haiwezekani hawa polisi wakatushinda ukiondoa Chama cha Mapinduzi. Leo tukiweka uchaguzi hapa na CCM ni wepesi kama karatasi, tutaondoa saa 12 asubuhi. Alafu unafika mahali unakuta jeshi la polisi ambao tunawasemea kwenye majukwaa, kikokotoki na watandika, mna matatizo mengi, mpaka mnaibiwa fedha zenu ambazo mnakwenda kuzichanga, mnakatwa kwenye mishahara yenu kwa ajili ya mazishi. Tunasema serikali hii haiwezekani, mnaendelea kuikumbatia CCM. Tunataka kuiondoa CCM ikae
tuongoze taifa hili. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kwa sababu sisi ni nyumbani na kwa sababu tutaendelea na majukumu mengine hapa, naomba kwa muda uweze kusimama hapa na kuzungumza na wanambalali.